Jana rais mpya wa taifa la Syria sawa, anaitwa Ahmed al-Shara. Jana alienda Urusi sawa kwa Vladimir Putin. Na tunafahamu kwamba Urusi pale alikuwa anaunga mkono utawala wa Bashir al-Assad ambao ulianguka mwaka huu hapa baada ya kufanyika mapinduzi ya serikali. Kwa al-Shara ndo anaongoza serikali ya Syria sasa hivi. Sasa unajua ndani ya Syria Urusi amekuwa akiweka vikosi vyake vingi kwa lengo la kumlinda utawala wa Bashir al-Assad. Yes. Na vile vikosi vya Syria vya Urusi ndani ya Syria bado havijaondoka. Kwa hiyo al-Shara ukiangalia mtazamo wake mpya sasa hivi amekuwa ni mtazamo wa kuichukua Syria kwenda kuiunganisha na jumuiya za kimataifa ikiwemo nchi za magharibi na nchi za mashariki. Na hoja ambayo izungumzwa ni kwamba Bashir al-Assad yuko wapi, kwa sababu baada ya kupinduliwa alikimbilia wapi? Moscow. Kwa analindwa kama hifadhi ya kisiasa ya kimataifa nchini Urusi. Kwa hiyo imekuwa ni taarifa kubwa sana jana kwa kiongozi huyo kijana ambaye mwanzo wa Marekani walimtaja kama gaidi, lakini sasa hivi anatajwa kama shujaa. Sawa bwana, kampeni ziliendelea kwa haraka sana. Nitazame hapa, mgombea wa rais wa chama cha ukombozi wa umma cha umma Salum Mwalimu ameahidi endapo atapewa ridhaa ya kuiongoza Tanzania, mojawapo wa mambo ya kwanza atakofanya ni kutafuta mpango wa kuisafirisha gesi ghafi kutoka Lindi, na badala yake atahakikisha inachakatwa mkoani humo kabla ya kusafirishwa nje. Upo hapo bwana Mchungu. Yani Mwalimu anasema atasimamisha mchakato kusafirisha gesi nje ya Lindi pale. Ametoa dio jana Jumatano. Chakato pale pale. Chakato pale pale. Na vitu kama hivyo, hiyo ni ahadi yake kwenye masuala ya kampeni huko. Sakati anasema hivyo. Upande wa chama cha mgombea wa rais wa ADC, yeye ameahidi kuongeza thamani zao la mchikichi Kigoma, ambako mgombea huyo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ADC Wilson Mulumbe ameahidi bwana kuongeza thamani ya zao la mchikichi ambalo ndio tegemeo kuu kwa wakulima mkoa wa Kigoma endapo atachaguliwa kuwa rais. Akizungumza hivyo jana, wakati pia Chama cha Mapinduzi na wenyewe wameendelea na kampeni kama kawaida, na moja jambo ambalo amezungumzwa mambo mengi sana. Mgombea wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan ametaka maandalizi ya kila mwananchi kujua kituo chake cha kupiga kura yaanze sasa ili kuepusha usumbufu siku ya uchaguzi. Hili jambo la msingi sana mzee. Lazima ujue unaenda kupiga kura wapi? Wapi wewe unaenda kupiga kura wewe? Kata yako ni wapi? Wapi ulijiandikisha? Hili jambo la msingi. Sasa katika msingi wake pia siku zimeisha. Siku 13 siku 14 sio mchezo. Kwa hiyo lazima inabidi ujue mapema bwana unaenda kupiga kura wapi? Karagwe wewe. Wana Karagwe hamjambo. Sasa ndugu zangu, tarehe 29 Mungu atuamshe salama, mapema na furaha. Wote tutoke. Baba na mama, ukinyanyuka wewe ndani ya familia walioandikishwa, watoe, nenda nao wakapige kura. Kwa hiyo matayarisho ya kutoka kwenda kupiga kura yaanze sasa. Kila mtu ajue kituo chake, kila mtu ajue kapangwa wapi kupiga kura. Umesikia bwana, moja ya mambo ambayo yamezungumzwa kwenye kampeni na nimekupitisha kwa namna hiyo. Alikuwa anasema Ruto bwana ni kwamba Raila Odinga alisema aziko ndani ya saa 72 baada ya kifo chake. Kwa hiyo hiyo ina maana kwamba ndani ya siku ya Jumapili kuna matarajio hayo. Kesho katika uwanja wa Nyayo maombolezo yataanza. Okay, saa 72. 96.8 East Africa Radio Musoma. Together tunawakilisha. This is East Africa Radio. Play only the best music. Hawa jamaa wamezuka ngoja. 88.1 Dar es Salaam. 99.0 Kampala anytime they keep it locked. 94.9 Nairobi. Yani kila kitu napata hapa. Sikiliza radio gani tena? Mimi ndio nishafika sasa. You're listening to only the best radio station. Radio station. East Africa Radio. Together
tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Dakika 120 za kisports zilizoshika viwanjani siku nzima. Shindana siku zote na mamlaka, utakuja utaumia. Simba hata akicheza na wagonjwa kutoka Mwimbili, mimi nitashangilia tu wagonjwa. Hii mechi imechezwa mwezi wa Ramadhani, majini yamelala, kila kitu hakipo. Kila mwaka wanatukwepa Ramadhani. Sisi tunaomba Mungu tu, Mwenyezi Mungu tuletee